Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Zaidi ya wadau 1500 wanatarajiwa kushiriki katika tamasha la Arusha Arts and Crafts Festival linaloandaliwa na taasisi ya Tanzania International Tourism Festival mwezi wa 10 mwaka huu. Tamasha hilo litakalokutanisha wasanii wa uchoraji na uchongaji pamoja na wadau wa utalii watakaoshiriki kutoka ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuhamasisha utamaduni na kuitangaza Tanzania kama kivutio cha utalii wa sanaa, kama hapa inavyoelezwa na Ibrahim Othman, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania International Tourism Festival. Sanaa zote ambazo zinajikita na sanaa za uchoraji, sanaa za uchongaji na vitu vingine. Tumewaita leo hapa tarehe 3 mwezi wa 7 Grand Mele Hotel. Ni kuwajulisha ndugu zetu wa Tanzania pamoja na wadau wa habari na wadau wa sekta ya utalii pamoja na utamaduni kwamba kuna event kubwa ambayo inafanyika katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na masuala ya kudumisha utalii, sanaa, utamaduni wetu. Event hii itafanyika mwezi wa 10 na itakuwa inahusiana na Arts and Craft Festival. Yaani ni festival ambayo inahusiana na sanaa ya uchongaji, sanaa ya uchoraji pamoja na vivutio vingine ambavyo vinahusiana na masuala makubwa ya uchongaji nchini kwetu Tanzania. Sanaa hii ambayo itakuwa na vivutio na vitu vingi tofauti, kwa maana kwamba moja, kutakuwa kuna workshop ambayo pia itakuwa inawaelekeza wadau wa sanaa ya uchongaji kuhusiana na elimu, biashara, maendeleo, lakini na protection, kwa maana kwamba ya sanaa zao ambazo wanazozichonga. Lakini la pili, kutakuwa kuna training kuhusiana na mwenendo halisi wa soko la sanaa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana kwamba katika uchongaji na uchoraji, kujua wajibu wao, thamani yao katika sekta ya utalii pamoja na sekta ya michezo, sekta ya sanaa na utamaduni, ili waweze kujua nafasi yao katika kuingiza kipato kikubwa kupitia biashara hiyo. Kwa hiyo mojawapo ni kuangalia fedha za kigeni, lakini ni fedha za Kitanzania. Lakini baada ya hapo pia kutakuwa na maonesho makubwa ya utalii ambayo itakuwa ni day trip ya kuhakikisha kwamba vivutio vyote ambavyo vilivyokuwepo katika mkoa wetu huu wa Arusha ambao watu wataenda. Kwa hiyo tutajigao, kuna timu zingine zinaweza zikaenda kwenye mamlaka hii, kuna timu zingine zinaweza zikaenda kwenye mbuga hii, kuna wadau wengine wanaweza wakaenda hivi. Lakini kama mnakumbuka, kuna mkutano mkubwa ambao utakuwepo hapa Arusha wa IPU ambao unahusiana na masala ya wabunge kuja katika nchini kwetu. Kwa hiyo pia na wao ni vivutio vikubwa vya kuja kuangalia sanaa yetu ya uchongaji pamoja na sanaa ya uchoraji. Lakini vile vile tunajiandaa kwa AFCON. Kwa hiyo sekta hii ya sanaa, utamaduni na michezo ina nafasi kubwa kuhakikisha kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukapata fedha za kutosha. Kwa hiyo binafsi leo nimewaita hapa kuja kuzungumzia kampuni yetu, lakini pia kuwajulisha nini ambacho tunachokifanya mwezi wa 10. Kwa hali halisi ilivyo ni kwamba tuna wadau zaidi ya 1500 ambao wamefanya registration ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini vile vile tutakuwa tuna showcase, kwa maana kwamba exhibition ambazo zitakuwa ndani ya siku 3. Maana yake ni kwamba kutakuwa kuna exhibition ya siku ya kwanza, kutakuwa kuna exhibition ya siku ya pili, kutakuwa kuna exhibition ya siku ya 3, lakini kutakuwa pia kuna hiyo workshops, training, lakini vile vile kutakuwa kuna challenges. Tunataka tuwashirikishe wadau tofauti. Sanaa hii kubwa ya uchongaji imegawanyika katika makundi tofauti. Kuna kundi kubwa la wafanyabiashara wakubwa, kuna kundi kubwa la wafanyabiashara wakati, na kuna kundi la wafanyabiashara wadogo, lakini pia kuna kundi la wafanyabiashara moja. Kwa hiyo tunalenga kuwajulisha watu wote. Lakini vile vile ni haki sasa ya kufahamu sanaa hii ya uchongaji, sanaa hii ya uchoraji ina maslahi gani kwa huyo mtu moja, kwa taifa pamoja na kwa jamii kwa ujumla. Mfano mdogo ambaye ninaweza kutolea, kwa mfano leo tumekuwa na wageni wengi ambao wanakaribia nchini Tanzania, ambao pia wamealikwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mikutano ya kimataifa au labda workshops za kimataifa ambazo zinafanyika hapa Tanzania. Lakini pia mkiwa mnaona kwamba wanakuwa wanapata zawadi zile za sanaa ambazo wanakabidhishwa. Tunataka tutambue sasa hivi ambaye anatoa zile zawadi na anayepokea zile zawadi amtambue yule aliyochora na awawepo pale. Kwa hiyo tunafanya recognition pia ya kuthamini
sanaa ya uchongaji na sanaa ya uchoraji kwa ujumla, kwa kuhakikisha kwamba pia kuna elimu ya copyrights. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi ambalo tutakaloweza kuendelea. Kwa majina naitwa Rukia Walele, ni rais wa Shirikisho la Sanaa za Ufundi Tanzania, TAFCA. Shirikisho la Sanaa za Ufundi lina vyama ndani sio chini ya 20, lakini viko Tanzania nzima. Na sisi kazi ya Shirikisho la Sanaa za Ufundi ni kusimamia sanaa za ufundi kwa ujumla. Lakini shirikisho letu lina watu gani na watu gani ambao mnapaswa nyinyi pia kuwafahamu. Kama nilivyosema, tuna wachongaji, tuna wachoraji, tuna wasusi, tuna wafinyanzi, tuna wanaofuma vitambaa, tuna wanaotengeneza viatu vya ngozi, wote hao kwenye sanaa za ufundi. Na sasa hivi pia tuna watu ambao wanatengeneza vitanda, watu wa furniture wako kwenye sanaa za ufundi, watu wa viungu vya barabarani wako kwenye sanaa za ufundi. Tuna makeup artist, tuna salonist, wote wako humo ndani, fashion designer na models. Kwa hata Miss Tanzania iko ndani ya sanaa za ufundi. Kwa hiyo kwa Tanzania Festival sisi kwetu sisi tunasema ni dhahabu, kwa sababu wadau wetu sana kuja kujulikana, wachongaji. Na siku hiyo natamani Mwenyezi Mungu akijalia kituweka hai kwamba hata yule mchongaji mwingine akiwa anachonga pale, mnaona jinsi kile kinyago kinavyochongwa, anayefuma jinsi anavyofuma, anayeshona kama Mungu akijalia anaweza kawepo pale mtu pia wa tailoring. Yaani ile sanaa yetu kwa ujumla iwepo hapo. Lakini pia tutakuwa na vyakula vya asili kama tulikuwa tumezungumza. Kwa mimi kwangu ni furaha, lakini pia ni furaha pia kwa taifa kuitambua sanaa yetu. Na mwenzangu hapa amezungumzia kwamba watu wa kazi za mikono wanapata tunzo, si ndio? Hatuna tunzo za sanaa za ufundi. Kwa hiyo Tanzania Festival itakuwa ndio ya kwanza inakuja kutoa tunzo za sanaa za ufundi. Tutakuwa pamoja, tutashirikiana. Kwa majina anaitwa Andrew Buba, ni technical advisor wa Arusha Artisan Festival ambao tunatarajia kuifanya Oktoba. Kulingana na tukio hili ambalo tunaelekea kulifanya, pamoja na kwamba tunatambulisha wasanii wa sanaa za uchongaji, lakini tunalenga kuona namna gani tunarasimisha shughuli zao ili ziwe katika mifumo rasmi, lakini pia kuwafungulia njia mbalimbali za kimasoko kwa kuwa connect wasanii ili sanaa za uchongaji ziunganishwe moja kwa moja na soko la utalii wote wa ndani pamoja na nje ya nchi. Lakini sio hivyo tu, kufungua fursa mbalimbali za hawa wasanii waweze kukopesheka kwa maana ya kuunganisha na mifumo yote ya kifedha, lakini pia namna gani tunaweza rasimisha shughuli hizi za sanaa zikawa katika mfumo wa kidijitali. Tuwepo na mfumo rasmi ambao unaweza ukawaunganisha hawa wasanii, na mwisho wa siku basi kuwepo na kanzidata maalumu ambayo inaweza ikapatikana katika mifumo ya kidijitali. Kwa jina naitwa Joseph Rumanyika, ni sehemu ya team ya media kwenye upande wa kampuni yetu ya Tanzania Tourism Festivals, na tunapoelekea katika Artisan Festival ambayo inaenda kufanyika mwezi wa 10. Kwa hiyo tumejikita pia kutumia platform zetu za media kuendelea kuhakikisha watu wanapata elimu zaidi. Ni sekta pana, lakini imekuwa na upungufu wa watu wanaoshiriki. Kwa mfano SIDO wana takwimu zao kwamba ni upungufu wa 12% ya wachongaji ambao wameshaingia rasmi katika mfumo wa kujiingizia kipato ambacho kinavuka mipaka. Sasa tunatazamia pia kupitia festival hii kuendelea kutoa elimu kwa wachungaji wengi zaidi ili wajiingize katika mfumo rasmi wa kupata kipato. Kwa majina naitwa Stefano Leon, nafanya kazi SIDO Arusha, ni mhandisi. Nimekuja hapa kwa ajili ya tukio ambalo linaendelea hapa, na sisi SIDO kama wadau wa viwanda tumefurahia sana kwamba tumepata wadau wanaoenda kuchangia kwenye upande wa crafty artisan, ambapo kwa muda mrefu hawa watu wamekuwa wakifanya kazi lakini hawajapewa nafasi kubwa sana ya kutambulika. Lakini kupitia sasa hao wenzetu wataenda kutambulika na kazi zao zitatambulika na hatimaye zitaenda kuwafaidisha. Sisi SIDO kama mnavyojua kwamba ni viwanda vidogo, vile ni viwanda vidogo kwa sababu wanaongeza thamani bidhaa mbalimbali, na kupitia kuongeza thamani, kuchonga kinyago au kuchora au kutengeneza bidhaa yote kwa mikono ni sehemu ya viwanda. Kwa hiyo SIDO tunafurahi sana kwamba tumepata wadau wa kwenda kusaidia viwanda vidogo kwa upande wa artisan au handcraft ili waweze kuibuliwa na hatimaye kuweza kuwafaidisha.
na sisi tutakachokifanya kikubwa sana, tutawahamasisha ili waweze kushiriki kwenye hilo tamasha tutakalo kwenda kufanyika, ambapo itaenda kuwa fursa kubwa sana kwao. Kwa majina naitwa Simon Venance Musa. Mimi ni mchoraji na nipo kwenye tasnia hii kwa mapenzi ya dhati. Kwa hiyo kutokana na tukio ambalo linakwenda kufuatia la Arts and Craft ambalo linakwenda kufanyika hapa Arusha, kwa kwetu ni ujio mzuri na mkubwa sana. Ni tukio ambalo la muhimu sana, na tukio ambalo tunalisubiria kwa hamu sana, na tunashukuru kwa ujio wa tukio kama hilo, kwa sababu linakwenda kufungua njia nyingi sana za mafanikio, njia nyingi sana za kuonesha kazi zetu, sababu imekuwa ni shida kidogo kupata wasaa au wakati au tukio la kuonesha kazi zetu sisi wachoraji. Lakini kwa ujio wa hilo tunashukuru sana, na tumejiandaa kwa kila namna kuhakikisha kwamba tuna participate kwa pamoja, na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa kwenye mstari. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.